Utasikia sauti ya kuzimu, utasema ya Mungu. Haleluya. Kwa nini? Una neno. Kama una neno, manake uwezi kutofautisha sauti. Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenye wokovu, ili ukue lazima, kama ulikuwa una matumizi ambayo sio sahihi ya simu, uyapunguze. Na kuna wale ambao wameokoka, anasema ameokoka, lakini kwenye simu yake anaangalia na mambo ambayo hayafai. Wewe hujaokoka kiufupi. Haleluya. Kwa sababu hii simu ina mambo ambayo mazuri, lakini na mambo ambayo sio mazuri. Nasema kupitia hii simu lipo neno yapo mahubiri, yapo mafundisho. Watu wanaweza wakarusha vitu mbalimbali. Haleluya. Dunia inaweza ikarusha vitu visivyofaa. Haleluya. Issue sio simu. Issue unatumiaje simu? Unatumiaje simu? Haleluya. Kuna wale watu ambao anaangalia video, anaangalia mambo ambayo hayafai kwenye simu. Hujaelewa juu ya wokovu. Unapookoka wewe, kila kitu kinachokuhusu lazima kiokoke. Kuna wale ambao anasema mimi mbona nimeokoka, lakini kwenye simu unatumia matumizi ambayo sio sahihi ya simu. Wewe hujaokoka. Kwa sababu kuokoka kwako wewe lazima na simu iokoke. Wewe unaangalia picha za utupu, unaangalia mambo ambayo hayafai kwenye simu, unashinda huko. Wewe utasema umeokoka? Wewe maana yake hujaokoka. Unahitajika kuokoka, kwa sababu lazima na simu yako iokoke. Haleluya. Wewe si umeokoka, na simu lazima iokoke. Unatumiaje simu? Unatumiaje simu katika matumizi yapi? Haleluya. Haleluya. Na kuna wale wengine, naomba nigusie hapa juu ya mavazi. Kuna wale wanaojifariji kwamba Mungu mbona haangalii mavazi, anaangalia moyo. Wewe acha kuwadanganya watu. Acha kuwadanganya watu. Muonekano wa mtu unatambulisha roho iliyoko ndani. Kusema kwa mtu kunatambulisha roho iliyoko ndani. Unasema unaniambia kitu gani? Biblia inasema wakati Yesu anapita katika kipindi cha mateso, haleluya, Petro akajitahidi kujificha. Haleluya. Biblia inasema akasema mimi mtu simjui. Akamkana mara ya kwanza, akamkana mara ya pili, akathibitisha kwamba ninachokisema sibahatishi, akamkana mara ya tatu. Haleluya. Biblia inasema kwamba wale watu wakamwambia hata kusema kwako kunatambulisha wewe ni mwanafunzi wake. Ndivyo ilivyo. Muonekano wako unatambulisha wewe umeokoka au hujaokoka.